Hakuna mpenzi au mtu yeyote ambaye ana mpenzi wake ambaye angetamani siku moja aweze kumpoteza kipindi ambapo bado anamhitaji sana. Hakuna mtu ambaye angetamani hata siku moja mtu ambaye anampenda sana, yuko katika moyo wake, aweze kuondoka kwenye ukaribu ule eti na kwenda mbali na yeye kwa sababu yoyote ile. Iwe ni sababu ya kuachana, iwe ni sababu ya safari au kitu chochote kile. Hakuna mtu yeyote anapenda mtu anayempenda awe mbali na yeye. Na hii sio upande wa watu tu. Ni kwamba kitu chochote kile ambacho mtu anakipenda sana asingetamani kiweze kuwa mbali na yeye. Na hata kama ikitokea kwamba kitu hicho kikawa mbali na yeye, ni lazima mtu yule angeumia sana. Lakini mtu yule ataumia sana pia pale ambapo itakapotokea kwamba kuna uzembe ambao yeye aliufanya na kufanya kile kitu anachokipenda sana kikawa mbali na yeye, iwe ni pesa au nini. Ikatokea tu kwamba hata ni biashara yako ukawa uko nayo, alafu katika hali ya uzembe fulani ile biashara yako ikafa. Ni dhahiri kwamba utaumia sana. Ndivyo ilivyo hata kwa kitu kingine chochote kile pindi ambapo kitakapopotea na kwenda mbali na wewe. Hilo ndilo jambo ambalo lilinotokea mimi, binti wa Mzee Kona. Nilizaliwa tarehe 12 ya mwezi wa 4 na kupewa jina la Kigumi. Ni jina ambalo lilikuwa ni maarufu sana pale mtaani kwetu kipindi ambapo mimi ninakuwa. Kigumi lilikuwa ni jina maarufu sana kwa sababu ya utundu wangu, ukorofi wangu. Lakini ukorofi wangu ambao ni ule ambao hauumizi. Kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa napenda sana kufanya vitu mbalimbali. Nikipenda sana kujifunza vitu mbalimbali na kutembelea majirani na kufanya utani na wao. Kitendo hicho kilifanya jina la Kigumi likawa ni maarufu sana pale mtaani kwetu. Na Mzee Kona nafikiri alijivunia sana kwa kunizaa mimi. Maisha yangu yakagubikwa na story ndefu sana. Mambo ambayo nilisingetarajia yaweze kutokea katika maisha yangu, lakini from nowhere ilibidi yatokee. Na mimi nikajikuta nikikaa katika hali ya upweke, hali ya matata sana katika moyo wangu. Mtu ambaye niliyempenda sana kama mpenzi wangu, niliyempenda na kujiamini kabisa kwamba huyu ndiye ambaye atakuwa mpenzi wangu wa maisha yangu. Niliamini kwamba huyu ndiye ambaye atakayekuwa kila kitu kwangu siku za usoni. Lakini katika mazingira ambayo sikuyaelewa, mambo yakaenda kinyume sana. Sasa sijui kwamba ni mimi ambaye ninaweza nikasema kwamba nilikuwa nimekosea au ni vingine. Lakini ukweli ni kwamba nilifika step ambapo mimi nilitamani sana, na hata leo bado ninatamani ni bora nisiendelee kuwepo huku duniani. Zimta, mahali popote ulipo, simulizi naitoa kwa sababu yako wewe Zimta. Mwanaume niliyekupenda sana, mwanaume niliyekuamini, mwanaume niliyekuwa napambana kwa ajili yako Zimta. Pengine upendo wangu, furaha yangu kwako, kujituma kwangu kwa ajili yako ndiko kumenifanya pengine nikawa mbali na wewe, na sijui kabisa kama nitakuja kuwa karibu na wewe tena. Kama utaisikiliza simulizi yangu hii Zimta, naomba uweze kuchukua hatua na kusogea karibu na mimi. Moyo wangu unateseka sana Zimta, na kupenda. Usinitese kiasi hiki, mimi binti wa watu. Nakuomba sana Zimta. Msikilizaji, ilikuwa ni kipindi cha mwishoni mwa mwaka. Naposema mwishoni mwa mwaka namaanisha kuanzia mwezi wa 10 kwenda mbele.
robo ya mwisho ya mwaka. Ni kipindi ambapo bado nilikuwa na mpenzi wangu ambaye ninayempenda sana, na tulikuwa tumekubaliana maisha mema sana wakati yangu mimi na yeye. Hapa namzungumzia Zimta, mwanaume ambaye niliyempenda nyakati zote. Ikiwa ni kipindi ambapo tumeishi naye kwa miaka kadhaa katika mahusiano ya mapenzi. Lakini misukosuko ya maisha ikaanza kutukuta, na hasa ikipita upande wake. Alianza kupoteza wazazi wake. Alipopoteza wazazi wake kwa kipindi cha karibuni sana, kitendo kile kilimfanya Zimta akawa frustrated sana. Akawa yuko kwenye wakati mgumu sana, yani haelewi. Muda mwingi ninapokuwa niko naye, Zimta alikuwa analia tu. Malalamiko yake alikuwa ni mengi sana. Kuna wakati hadi ninaweza nikasema alikuwa na kufuru kwa kusema kwamba ni kwa nini Mungu amechukua wazazi wake tena kwa kipindi kifupi. Ninaweza nikathibitisha kwamba mimi kama mpenzi wa Zimta nilifahamu mateso mengi aliyokuwa yanapitia ya hisia kuliko mtu mwingine yeyote yule. Mimi na Zimta tulikuwa tujaoana, lakini tulikuwa tunaishi kama wapenzi. Kwa maana kwamba nilikuwa nikitokea ghetto kwangu na yeye ninamfuata kwake, the same to yeye. Lakini ni watu ambao tulikuwa tumeshafahamiana kwa kirefu sana, kwa sababu nilikuwa nikifahamu vitu anavyojua, anavyopenda kula, vitu asivyopenda. Kihisia nilikuwa nafahamu vizuri. Tulikuwa tunafahamiana madhaifu, marefu na mapana, tulikuwa tunafahamiana. Hata alipomaliza habari za misiba tu, alirudi tena mjini na kuendelea kuwa pamoja na mimi, na mtu ambaye alikuwa sasa ni wa karibu zaidi wa kuwa karibu naye nilikuwa ni mimi pekee, kwa sababu isingekuwa ndugu yake wala mtu yeyote yule angeweza kuwa karibu naye kwa wakati huo. Zimta katika familia yake alikuwa amezaliwa kama mtoto wa kuelekea mwishoni kabisa. Kwa hivyo mimi na yeye ndio tulikuwa tunapeana company, kwa sababu ndugu zake wengine walikuwa na familia zao. Hakuna mtu ambaye angeweza kutake care kwa ajili yake. Lakini pia vile vile kama unavyofahamu kwamba umri mkisha kuwa watu wazima, watu wanaoweza kuwa karibu zaidi na wewe na kukufariji wala sio ndugu zako, lakini ni familia yako wewe, kwa maana ya mke au mume wako pamoja na watoto wako. Ndivyo ambavyo ilivyokuwa kwa Zimta, kipenzi changu. Alipopoteza wazazi wake, haikuishia hapo. Matatizo sasa yalizidi kumwandama. Alikuwa anafanya biashara zake, lakini biashara zake nazo zilianza kuyumba kwa hali kubwa sana. Kashindwa kufanya biashara zake, zikafeli kabisa. Na alikuwa ameanza kuwekeza katika kununua viwanja. Alikuwa na viwanja vyake viwili, lakini katika hali ambayo isiyoeleweka tu, kuna watu walikuwa wanamnyang'anya vile viwanja, tena kwa kupitia njia ya sheria. Mateso alikuwa anayapata alikuwa ni mengi zaidi, kiasi kwamba mimi nilikuwa naumia, na nikimtazama mtu ambaye ni mpenzi wangu anapitia mateso makali vile, kiukweli mimi katika moyo wangu nilijidhatiti, nikasema I must do something to help him. Lazima nifanye kitu chochote kile cha maana ili niweze kumsaidia. Kipindi hicho mimi nilikuwa nikijishughulisha na biashara zangu ndogo, lakini mimi niseme nilikuwa na mjasiriamali, kwa sababu nilikuwa nazalisha sabuni katika kiwanda kidogo cha nyumbani tu. Ni kiwanda ambacho ninaweza nikasema nilikuwa nimeajiri watu wawili pekee. Can you imagine ni kiwanda cha aina gani hicho? Ni loko zaidi ya loko. Kwa hivyo mimi nilikuwa nikiwa kule nyumbani, nikienda nikizalisha sabuni zangu zile na ngangana kuzisambaza maeneo mbalimbali. Sabuni za kufulia, za kuogea, za kusafishia maeneo kama vile toilet and so forth. Na jaribu sana kusukuma kwa kasi kubwa sana. Nia yangu ilikuwa ni kwamba niweze kufanya kitu kikubwa, niweze kumsaidia Zimta, kwa sababu nilikuwa nishamuona ameghafilika sana baada ya kukuta kwamba duka lake limefilisika. Lakini pia biashara za viwanja vyake ambavyo alivyokuwa anavitegemea kwamba angeviuza afu viweze kumrudisha tena katika biashara,
navyo vilikuwa kuna watu wamevipora. Sasa nakumbuka siku ambapo Zimta aliponiambia, nakumbuka tulikuwa ndani kwake, akabaki akawa ameweka mkono wake akiwa amegemeza kichwa chake katika mkono. Kwa sababu nilifahamu hali anayopitia, nikamgusa nikamwambia, mpenzi, hebu ondoa mkono wako hapo, unavyoweka hapo unazidi kujipa mawazo zaidi. Akanigeuka, akaniangalia, akajitupa kitandani, akaniambia, mpenzi, ninapitia mazingira magumu sana toka wazazi wangu wote waondoke duniani. Hebu ufikiri viwanja vile ambavyo nilinunua kwa mikono yangu mimi mwenyewe, kwa pesa zangu mwenyewe. Lakini leo hii kuna watu ambao wameingia na wanakuja na hati na kila kitu kuonyesha kwamba viwanja ni vya kwao. Unaweza ukaona jinsi gani ambapo unapitia mazingira magumu sana, na viwanja vile ndivyo nilivyokuwa navitegemea nikiviuza niweze kurudi katika biashara zangu vizuri. Sijui ni kwa nini Mungu anaruhusu haya mambo yaweze kunitokea sasa hivi, mpenzi wangu. Ninapotazama nakata tamaa kabisa na maisha. Ninashindwa kabisa namna ya kusonga mbele, mpenzi wangu. Nilimtazama Zimta jinsi ambavyo alivyokuwa anaongea akiwa amejilaza pale, na mimi nikiwa najisogeza karibu yangu kumkumbatia ili kuweza kumtiatia joto na kumuondoa mawazo. Nikamwambia Zimta, hili jambo kwa namna yoyote inabidi tuendelee kulipambania mahakamani. Na mawakili, kwa sababu tayari wako kwenye hiyo kazi, nafikiri si wakati sahihi wa wewe kuteseka sana na kukitesa kichwa chako. Inabidi usubiri majibu ambayo yatatoka mahakamani. Naamini Mungu atasimama na wewe na vitu vitabaki kuwa vyako kama kawaida. Zimta alinitazama akaniambia, mpenzi wangu, ipo haja ya mimi kukuambia ukweli mwingi zaidi. Nimetoka kuzungumza na mawakili muda si mrefu. Mawakili wamenieleza kwamba kwa jinsi ambavyo ushahidi ulivyotengenezwa ule, kuendelea kwenda mahakamani ni kupoteza muda na fedha. Lakini mawakili wamesema kwamba hakuna namna, inabidi tu waendelee na hiyo kazi ya kwenda kutetea kwa ajili ya kuleta madai kuhusiana na viwanja vyangu vile. Lakini mawakili wamenieleza kwamba kutoboa ni ngumu kutokana na aina ya watu ambao waliochukua vile viwanja. Watu waliochukua vile viwanja ni watu wakubwa, alafu wameunganika na viongozi wasio waadilifu katika serikali. Kwa hiyo wamepata hati na kila kitu, na vitu vyako vyote vimeondolewa kuonyesha kwamba hivi livyo ni feki. Vitambulisho vyako vyote vinavyohusiana na kiwanja kile vimebadilishwa ili vionekane kwamba ni feki. Mawakili wamenieleza kila kitu. Kwa hivyo hapa mimi ninakwenda tu kupambana. Sijui lakini nifanye nini, kwa sababu sioni mbele tena, mpenzi wangu. Msikilizaji, aliponieleza vile, moyo wangu uliumia sana. Lakini pamoja na moyo wangu kuumia, alikuwa amenitia hamasa sana ya kwenda kupambana ili niweze kuhakikisha kwamba ninapata chochote kitu na kuweza kumrudisha mjini vizuri sana mpenzi wangu Zimta. Nilikuwa sasa nikienda kufanya kazi, naenda kufanya kazi nikisema kwamba lazima nipate mtaji fulani ambao ninaweza kumrudisha tena Zimta mjini ili maisha yake yaweze kwenda vizuri. Niliongeza sana uzalishaji wangu wa sabuni na usambazaji wangu kwa wingi sana. Nilijitahidi sana niweze kufanya angalau mara 4 zaidi ya jinsi nilivyokuwa nafanya mwanzoni. Nia na madhumuni yangu ikiwa ni kuhakikisha kwamba naweza kupata pesa ya kutosha na kumrudisha mpenzi wangu mtauni, aweze kuendesha biashara zake kama awali jinsi ambavyo ilivyokuwa. Kitendo kile kilinifanya mimi nikawa niko busy zaidi. Lakini kipindi hicho nikiwa niko busy sana, ndicho kipindi ambapo Zimta alikuwa ananihitaji niwe karibu na yeye sana.
Kwa sababu ni kipindi ambapo alikuwa na majonzi makubwa sana, na ni ukweli hata mimi kiukweli nilikuwa nafahamu kwamba yuko kwenye majonzi sana. Kwa hivyo kila nilipokuwa nikifanya shughuli kadha wa kadha, nikisimamia kazi zikiwa zinazalishwa kule, nilikuwa nikitoka haraka sana na kurudi mahali ambapo ni nyumbani kwa Zimta, ili niweze kufurahi na yeye, asije akakaa mwenyewe mwisho wa siku anaweza akachukua maamuzi magumu hata kujinyonga. Nilikuwa nikifanya hivyo, lakini kutokana na kazi ambazo zilikuwa ni nyingi sana, zote hizo zikiwa ni kuhakikisha kwamba napata uzalishaji mzuri na mauzo yawe mengi ili niweze kumsaidia Zimta, basi nilikuwa nikikosa muda mara nyingi wa kwenda kumtembelea mpenzi wangu Zimta. Kitendo kile kilimfanya azidi kunyong'onyea sana. Sasa kadiri siku zilivyoenda, nilijikuta nashindwa kabisa sasa kwenda kwake, kwa sababu hapo nilikuwa nikizalisha sabuni zangu usiku na mchana, na ukizingatia kwamba mimi ndo msimamizi, sina mtu pale, nahangaika huku na kule. Sasa siku moja bwana, tulikaa hatuonani kama miezi miwili hivi. Tunakaa katika mji mmoja, lakini ubize mwingi sana. Hata message tulikuwa nilikuwa nakosa hata muda wa kujibu message zake. Nikituma message moja hivi hapa ndo mwisho. Na hapo nikikaa labda siku 4-5 wiki ndipo natuma tena message tena. Hii ni kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa busy sana nikipambana kwa ajili yake. Sasa siku moja Zimta sijui alifikiri nini, lakini nikiwa mimi niko nyumbani, niko nje ya nyumba ambapo nilipokuwa nakaa, nilikuwa siku hiyo nafua. Nikaangalia upande wa pili, nikaona mtu kama anakuja hivi. Kwanza sikumtambua kwa sababu hata mavazi ambayo aliyokuwa amevaa ilikuwa ni tofauti, lakini nilikuwa nimeona watu wawili. Sasa mahali nilipokuwa nakaa mimi, nilikuwa niko kwenye chumba changu cha nje ambacho niko peke yangu. Siingiliani na upande wa pili wa nyumba ile ambayo nilikuwa naishi. Sasa nikiwa niko pale nje, nikaona watu wawili wanakuja, nikanyamaza, lakini baada ya dakika kama moja hivi walikuwa wamesogea karibu zaidi, alafu nikaisikia sauti ambayo iliyokuwa inaimba kawimbo fulani hivi ambako walikuwa wamezoea kuimba ikiwa pamoja na mimi. Sikumbuki kote, lakini nakumbuka tu kuna sehemu ilikuwa sema, "Oh mama mimi." Ilikuwa ni sauti ambayo ule mstari akiuimba tu ninafahamu kwamba hapa nimekutana na Zimta. Nilisikia sauti yake, nikanyanyuka, nikagundua kabisa huyo ni Zimta mwenyewe, mpenzi wangu. Nilikuwa nafua, nikaacha kufua na kuanza kutembea kuelekea mahali ambapo alipokuwa. Alikuwa yuko na rafiki yake anaitwa Peter. Nilifika na kumkumbatia. Tulikumbatiana pale huku akinionyesha kufurahi sana. Nilijisikia vibaya sana kwamba nimekaa mbali na Zimta mpaka yeye mwenyewe ndiye ameamua kunifuata. Roho yangu iliumia sana, nilijua kwamba nimekosea. Lakini moyoni mwangu nikasema nimekosea kwa sababu ya Zimta pia vile vile. Because ninapambana hivi ili kuhakikisha kwamba naweza kupata kitu niweze kumnyanyua Zimta kwa mara nyingine tena, maana ni mpenzi wangu ninayempenda sana. Alinitazama katika hali ya unyonge mkubwa, japokuwa alikuwa na furaha baada ya kuniona mimi. Lakini ni wakati ambapo nilipokuwa nafikiri mimi nikipatwa na huzuni kwa sababu ya kukaa sana bila kumuona Zimta na hatimaye Zimta kuamua kuja kunifuata nyumbani. Nilivyokuwa napata majonzi vile vile, kumbe na yeye alikuwa anaumia moyoni mwake. Alikuwa yuko kwenye hali ya mtu aliyenyong'onyea na kukata tamaa sana. Kabla sijaanza kumuuliza kwamba unaenda wapi, kwa sababu nilitaka nimuulize kwa sababu ilikuwa sio kawaida yake akitaka kuja kwangu kuja na mtu, lakini pia kuja jinsi ambavyo nilivyomuona. Sio kawaida yake. Niliamini kabisa kwamba kuna sehemu Zimta anaenda. Sasa kabla sijamuuliza, tulipokuwa tumeendelea kukumbatiana pale, akaniambia, bana Kigumi, sasa tusiongee sana, lakini niache mimi nipite, nitembee kidogo.
Aliponiambia vile mimi sasa ilibidi nimuulize. Nikamuuliza unaenda wapi? Akaniambia mimi natembea tembea na jaribu kupunguza msongo wa mawazo kichwani. Ndio niko na rafiki yangu hapa Peter. Tunatembea tembea, tunazunguka kidogo. Ya kurefresh mind kama hivyo yani. Alipoongea vile niliumia sana. Nikaona ina maana kumbe mimi nimeacha gap kubwa sana kiasi kwamba kumbe sasa Zimta anakaa na upweke kiasi kwamba anaamua sasa kutembea tembea, kuzunguka zunguka ili kuangalia kama anaweza kupunguza mawazo. Nikamwambia kwa hiyo unaenda mpaka wapi? Akaniambia natembea tu. Sio kwamba ni mpaka wapi, ila natembea tu. Natembea tu afu basi muda ukienda nitarudi nyumbani. Kambia okay basi naomba nikusindikize. Nilitoka mimi nikiwa na Zimta pamoja na yule rafiki yake. Tukaanza kutembea upande ambapo alipokuwa anaelekea. Nikamsindikiza mpaka mahali ambapo niliona hapa inatosha. Then nikamwambia kwamba mimi nahitaji kurudi sasa. Maana nataka niingie dukani nichukue vitu nimalize pale haraka sana ili niweze kwenda kule kiwandani mahali ambapo nazalishia sabuni zangu. Akanivuta pembeni kidogo akaniambia naumia sana lakini umekuwa mbali na mimi kipindi ambapo nakuhitaji sana. Nateseka sana kwa sababu nakaa mwenyewe. Natamani sana ungekuwa karibu na mimi lakini umeamua kunitosa ili hali unajua kabisa kwamba mimi napitia kipindi kigumu namna gani. Sitakusahau. Alinieleza hivyo bwana Zimta. Roho yangu iliniuma kiasi kwamba sijui, yani siwezi kuelezea. Pale ilibidi nimwambie, nikamwambia Zimta. Sio hivyo. Mimi binti Kigumi mtoto wa Kona. Napambana kwa ajili yako. Nakupenda sana. Amini kwamba siwezi nikakutosa na kukuacha ukawa mahali tu. Mimi ni wako wako daima. Ila napambana kwa ajili yako. Naomba univumilie. Zimta alinitazama na jinsi ambavyo alivyokuwa mrefu kidogo kwangu. Akanitazama kwa chini hivi nikaona chozi likianza kumtoka. Nilimwambia usilie. Tulia bana. Usilie. Alitoka kwenye mikono yangu pale akiwa amenyongonyea sana. Akaniambia basi sawa. Alitoka pale akawa ameongozana na rafiki yake Peter akaondoka. Nilitembea tu tatu kidogo, nikasimama na kugeuka kumwangalia Zimta alivyokuwa anatembea. Kiukweli hata mwili wake nilikuwa naufahamu sio ule. Ulikuwa umenyongonyea kutokana na jinsi ambavyo anapitia kipindi kibaya cha msongo wa mawazo. Lakini nilikuwa sina jinsi. Nilisema tu kwamba ipo siku nitamfurahisha naye hataamini. Ilikuwa ni ahadi ambayo inazunguka sana katika moyo wangu. Nikipambana sana kwamba niweze kumsaidia mpenzi wangu. Waliondoka bana, lakini zilipoisha kama siku 2 hivi hatukuwasiliana kabisa. Ubize wangu ulikuwa unazidi kuongezeka sana. Tukakaa kama wiki 2 hivi. Siku moja sasa Zimta alitoka huko alipokuwa, akaja moja kwa moja mpaka pale kazini kwangu. Alihitaji sana kuniona, lakini nilibidi nimwambie nisubiri. Kwa sababu muda huo anaongea nilikuwa niko busy sana kwenye kuhakikisha kwamba nazalisha sabuni zangu vizuri. Nilimwonyesha sehemu aweze kukaa na kutulia ili kusudi mimi niweze kuzalisha sabuni kwanza. Kwa sababu wateja walikuwa ni wengi, walikuwa wananihitaji. Walikuwa wanahitaji sabuni, kwa hiyo ngasema kwamba lazima nihakikishe nazizalisha. Basi bana Zimta akakaa pembeni pale. Akawa ametulia pale, mimi nikafanya kazi. Muda ule ilikuwa ni saa 8 lakini huwezi amini mpaka saa 12 bado nilikuwa sijapata muda wa kukaa na yeye kuzungumza. Na hapo nilifikiri ningejua kabisa mpaka napata kagepu kwa kutoka hapa ni mpaka saa 4 za usiku. Ubizi ulikuwa ni mwingi sana.
Kidogo nilishangaa Zimta akinionyesha ishara kama akinionyesha kwamba natoka. Basi bana, Zimta akatoka pale. Sikumzingatia sana, nikaendelea na kazi zangu mpaka ilipofika saa 4 za usiku. Moyo wangu ulikuwa unatamani sana uwezo kuonana na Zimta, lakini sikuwa na uwezo kutokana na kazi, ubize mwingi sana ambao niliokuwa nao. Lile jambo lilifuta kwenye akili yangu kabisa. Siku 2 ziliisha bila mimi kumtafuta Zimta wala kuongea naye kitu chochote kile. Sasa siku ya 3 akaja tena. Ndipo nikakumbuka kwamba bana, hivi kuna siku alikuja hapa afu hatukuzungumza. Nilimpaki bench tena, nikaendelea na kazi zangu kwa wingi sana. Sikujua kwamba aliondoka saa ngapi, lakini saa 2 za usiku nilipofika mahali nilipokuwa nimemwambia akae, nilimtafuta sikumuona. Kwenye simu alipokuwa anatuma message nilikuwa nashindwa kabisa kuzijibu kutokana na ubizi ambao niliokuwa nao. Nilikuwa niko busy sana kuhakikisha kwamba napata pesa niweze kumrudisha tena mjini Zimta. Nikihakikisha ili niweze kuhakikisha kwamba anaweza kurudi na kuwa na furaha, sahau kabisa masuala ya kupoteza wazazi wake. Asahau pia vile vile habari ya yeye kwamba alipoteza mali. Niliwekeza sana katika kutafuta pesa kwa kweli. Nilipambana sana. Sasa baada ya pale tukakaa tena kama wiki moja, nikamwona Zimta tena anakuja pale. Siku hiyo nilijitutumua kwa nguvu zangu zote, nikasema kwamba siwezi kumpaki tena, inabidi nikaonane na yeye. Nilitumia dakika kadhaa katika uzalishaji wangu, nikatoka nikaondoka mimi pamoja na Zimta. Tukaenda mpaka sehemu ya ndani, mahali ambapo nilipokuwa naweza kukaa na kuongea pamoja na Zimta. Mpenzi wangu Zimta alikuwa anaonyesha ni mtu ambaye amenyongonyea sana kutokana na upweke mkubwa ambao aliokuwa nao. Akaniambia Kigumi mpenzi wangu. Nikamwambia hebu nieleze ukweli, kama pengine umepata mtu mwingine. Niambie tu, kwa sababu ninakaa katika hali ya kusononeka sana. Ninakaa katika hali ya majonzi na hali ya upweke mkubwa sana. Jambo hilo linanifanya nimkumbuke sana marehemu mama yangu na baba yangu. Inanifanya nizidi kuumia moyoni mwangu sana na mateso yanazidi kuwa mengi sana. Kumbuka kwamba wewe ndio ulikuwa faraja yangu baada ya wazazi wangu kuondoka na mali zangu pia. Lakini wewe ndio faraja yangu pekee iliyokuwa imebaki. Lakini siku hizi hutaki hata kuongea na mimi, hutaki kuwa karibu na mimi kabisa Zimta. Kigumi mpenzi wangu. Shida ni nini? Nilimtazama sana tena pale. Nikamtazama mpenzi wangu Zimta, kisha nikamwambia Zimta, siwezi kupata mpenzi mwingine tofauti na wewe. Mapambano yote ambayo ninayopambana na ubizi ambao ninaokuwa nao, it is because of you, not the others. Sina mpenzi mwingine na sitarajii kupata mpenzi mwingine isipokuwa wewe tu. Na kuomba sana, hata usijaribu kushuku kwamba pengine nina mtu mwingine. Sina, na sitegemei kuwa naye tofauti na wewe. Kigumi, nimekuja hapa kwako mara kadhaa, lakini hutaki hata kuongea na mimi Kigumi. Hivyo unajua sonona ambayo nayoipitia mimi kwa kupoteza wazazi wote wawili na mali. Alafu sasa hivi mtu ambaye aliyekuwa yuko karibu na mimi muda wote kama mpenzi wangu, mtu wa faraja ya karibu na yeye akiwa mbali na mimi, unaelewa napitia wakati mgumu kiasi gani Kigumi? Kwa nini nisiwe na mashaka kwamba pengine umepata mtu mwingine na ndio maana huoni umuhimu wako karibu na mimi? Sijui nikwambieje rafiki yangu kipenzi, mpenzi wangu. Siwezi kuwa na mtu mwingine, naomba unielewe Zimta. Siwezi kuwa na mtu mwingine. Na najua unapitia sonona.
unapitia kipindi kigumu sana cha kupoteza wazazi na mali. Ni kipindi ambapo unajua unawekata tamaa sana. Na ndio maana na mimi napambana kwa nguvu sana ili niweze kukusimamisha kwa mara nyingine. Uondokane na huo upweke ambao unajisikia. Tukikaza, tukifika mwisho, na hakikisha kwamba tutakuwa tuko pamoja. Na tutakuwa sasa tunaishi pamoja muda wote. Kuliko sasa hivi ninavyokuja na kuondoka. Tukaze bwana mpenzi. Nakupenda sana. Tukaze hadi mwisho. Nilimueleza Zimta maneno hayo. Alibaki akiwa amenitazama tu katika uso wake ambao uliokuwa umejaa uchovu, huruma, ukitia huruma sana kwa sehemu kubwa. Tuliongea pale kwa muda kidogo, lakini kabla muda haujaenda sana nikamueleza, "Please, naomba nirudi kiwandani nikasimamie. Kumbuka kwamba sasa hivi nazalisha kwa wingi na wateja wengi sana wanasumbua kuhitaji bidhaa kwa sababu tayari nimewatangazia. Sasa zikiisha alafu wakiagiza kukiwa hamna, automatic hapo sasa nitaanza kupoteza wateja wangu taratibu na wakati nimetumia nguvu nyingi sana kuwatengeneza. So naomba nirudi kazini mpenzi. Nakupenda sana." Niliongea naye na pale nilinyanyuka, nikashika mikono yake miwili, nikaipiga busu. Nikamwambia nakupenda sana, nikampiga busu shavuni nikaondoka. Sikutaka kumtupa muda wa kuendelea kunichagiza sana na maneno mengi sana kwa sababu nilijua kadiri tunavyozidi kuongea ndivyo ambavyo na muda wangu utazidi kwenda. Na hapo ninaweza nikapoteza wateja wangu kwa kukosa bidhaa ambazo watakazoagiza. Niliondoka pale. Sikujua ni muda gani ambapo na yeye aliondoka. Lakini nilijua kabisa kwamba moyo wake hauwezi ukafurahi sana kwa jambo hilo. Lakini kwa wakati ule sikujali, nilisema lazima niende nikapambane ili kuhakikisha mambo yanakaa vizuri. Bana, kusema ukweli, kuna muda mambo niliona yanaenda vizuri baada ya wiki kadhaa. Nikasema sasa hapa ni wakati ambapo sasa ninarudi kwa mpenzi wangu ili kuhakikisha kwamba naongea na yeye kiukubwa zaidi. Ili niweze kumuelekeza na kumsisitiza na kumwezesha ili aweze kurudi tena katika biashara zake. Ikiwa nimepanga kwamba siku ya kesho ndio siku ambapo ningeenda kuonana naye. Siku hiyo walikuja watu wa serikali pale katika kiwanda changu kidogo kile. Wakaja pale. Na walipokuja pale walitoa makaratasi kadha na kunieleza kwamba biashara yangu haijafuata taratibu, yani kufunguliwa kwa kiwanda changu kidogo kile hakikufuata taratibu. Kwa hivyo hatua za kwanza ni kwamba kinafungwa, alafu baada ya kufungwa nina kesi ya kujibu. Nilijikuta nikiwa nimeingia katika matata makubwa sana msikilizaji. Niliumia sana kwa sababu ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kwamba pesa ambazo nimekwisha kuzipata niende zikaweze kumsaidia rafiki yangu, mpenzi wangu Zimta. Lakini baada ya kuona tu wale watu wa serikali niligundua kabisa kwamba ninapaswa sasa niende kuhakikisha kwamba lazima niende kule kuhangaika na hao watu, na kwenda kuhangaika nao kwenye ofisi zao, they must need money. Lazima watataka pesa. Haikuwa shida. Yaani ilikuwa ni shida ambayo haikuwa shida. Niliona basi hakuna namna, shida imetokea. Now I ought to fight. Natakiwa nipambane ili niweze kutoka. Msikilizaji, nilitoka pale nikaongozana na wale watu wa serikalini upande wa SIDO. Nikaenda tukaongea nao, wakanieleza kwamba nimeleta sana hasara upande wa mazingira, lakini pia nimeendesha biashara kinyume cha taratibu. Uzalishaji na uzalishaji wangu zaidi ndo alisema haukufuata taratibu zote. Kwa hivyo nilipigwa faini hela ndefu sana, kiasi kwamba pesa yote ambayo nilikuwa nimeipambania siku zote ikawa imeishia kule. Nikawa nimetoa ile pesa, na hapo sasa ikabidi na uzalishaji wangu ikabidi upungue, na nilielezwa inabidi nisubiri baada ya miezi mitatu. Yaani baada ya miezi mitatu ndipo naweza nikapewa sasa ruhusa ya kuendelea kufanya kazi. Msikilizaji, nilikuwa kwenye wakati mgumu, lakini akili yangu iliniambia ninapaswa nizidi kupambana ili kuhakikisha kwamba mpenzi wangu Zimta anarudi katika hali ya kawaida kwa kumpatia fedha na kurudi katika biashara zake. Mambo yote hayo ambayo yalikuwa yamenipitia
nilikuwa kwanza bado sijamueleza. Iliisha wiki baada ya kuyamaliza yale mambo na hapo kusubiri kipindi ambapo sasa niliambiwa nisubiri ndipo niweze kufunguliwa na kuendelea na kazi zangu. Yaani wiki moja ilipoisha sasa pale ndipo nilipoenda sasa nyumbani kwa mpenzi wangu Zimta. Nilifika pale, nikakaa na yeye pale, ikabidi nimueleze mambo yote kuhusiana na biashara yangu. Akaniambia pole sana. Lakini moyoni mwangu mimi nina majonzi makubwa zaidi ya hayo, kwa sababu ya wewe kuwa mbali na mimi. Sina msaada mwingine isipokuwa kwako. Sina sehemu naweza nikaipata faraja ya kweli isipokuwa kwako. Lakini kigume umenikimbia, umeenda mbali, biashara zako zimekuweka bize sana kiasi kwamba unaniacha mimi peke yangu. Nasononeka sana, nitakaje? Nikamweleza Zimta, najua una majonzi na ndio maana napambana ili nikutoe katika majonzi hayo. Unajua Zimta mpenzi wangu, matatizo haya ni kweli hapo. Lakini matatizo kwa mfano ya kuondokewa na wazazi alafu yanapokumbana na hali ya umaskini yanatesa zaidi. Kwa sababu unakaa katika mazingira ambapo unataka hiki ukipati, unahitaji hiki, kinakuwa shida kukipata. Wakati huo pia una majonzi ya kupoteza wazazi. Ndio maana mimi nimeamua kwamba niende nipambane ili niweze kukurudisha mjini. Biashara zako ziweze kurudi katika hali yake. Hiyo hali ya majonzi ya upande wa wazazi itakaa baada ya muda mrefu sana itaisha. Lakini kuhakikisha kwamba ya mambo mengine ya msingi yanaenda vizuri. Isiwe kwamba wakati huo ambapo una majonzi ya wazazi, wakati huo una majonzi ya mali zilizopotea, unakuwa na majonzi ya watu ambao watakuja kukudai na mambo mengine kama hayo. Nilimweleza hivyo, nikamtazama nikisubiri kwamba anaweza kaongea nini na yeye. Zimta kanieleza kwamba unazungumza kweli, lakini nahitaji ukaribu wako sana. Kwa wakati huu nina shida na faraja zaidi kuliko fedha. Nina shida na faraja ya mtu ambaye anakuwa karibu na mimi kila wakati kuliko mtu ambaye angenipa fedha. Japokuwa fedha ina umuhimu wake na hasa hapo mbele baadaye fedha itahitajika sana, lakini kwa wakati huu nina majonzi makubwa sana. Kupoteza wazazi alafu na mali hapo ni vitu vinaniumiza sana. Ninakata tamaa na sijisikii kama kuna haja ya kuendelea kuishi. Kidogo unapokuwa uko karibu na mimi ninapata afueni. Naiona thamani ya dunia hii. Lakini si pale unapokuwa mbali na mimi. Nakuelewa sana Zimta. Lakini naomba univumilie. Mambo sawa. Kama nilivyokuambia biashara zangu zimekuwa hivyo, lakini kwa sasa nataka niingie kwa nguvu zangu zote kuhakikisha kwamba najenga mazingira mazito sana kiasi kwamba watakaponifungulia tu ya miezi 3 ikiisha, tena sasa hivi imebaki miezi 2 na siku kadhaa, nianze kufanya kazi mara 3 zaidi au mara 4 zaidi ya jinsi nilivyokuwa nafanya mwanzoni. Nahitaji kupambana nihakikishe kwamba naliteka soko. Angalau katika wilaya hii niteke soko la sabuni za kufulia, kuogea na kusafishia maeneo mengine. Mimi ndo niliteka hilo soko. Ndicho kitu pekee ambacho ninachokipambania sasa hivi. Kwa hivyo ubizi wangu naona utazidi kuongezeka zaidi. Lakini naomba univumilie kwa sababu nikifanikiwa mimi na wewe umefanikiwa. Nitakapofanikiwa mimi nitahakikisha kwamba nakurudisha katika hali yako ya awali. Tena naendelea kukupa pole kwa majonzi ambayo unayopata wazazi, lakini pia vile vile majonzi ya kupoteza mali. Nikwambie tu kwamba kupoteza kwako vitu vya muhimu kama hivyo kumenipa hamasa mimi kusimama na kupambana zaidi ili tu nifanikiwe na hatimaye nikurudishe mchezoni. Nikurudishe kwenye hali yako ya upambanaji. Naomba uniamini Zimta. Nakupenda sana.
Sina neno la kusema. Lakini elewa kwamba nakupenda sana, alafu nahitaji ukaribu wako. Nahitaji kuwa karibu na wewe. Na nakutana na vishawishi vingi sana, hasa ninapokwenda katika maeneo ya starehe. Nikijikuta niko peke yangu na wenzangu wako na watu wao wanaowapenda sana. Napata vishawishi vingi sana. Nazidi kutamani sana kama ningekuwa na mimi na mtu pembeni ili tuweze kufurahi pamoja. Ningezidi kujiliwaza zaidi kuliko hivi jinsi ambavyo ninavyokuwa niko peke yangu. Unachoongea ni kweli. Lakini Zimta mpenzi wangu, hatuwezi kushinda katika maeneo ya kujiliwaza kutwa nzima sisi wawili muda wote. Kazi zingine zitaendaje? Kumbuka kwamba matatizo ambayo yametokea yamekwisha kutokea. Lakini hakuna namna tunaweza tukaishi kwa kusema kwamba tukajiliwaze tu katika maeneo mbalimbali ili kupoteza mawazo. Kwa sababu tunaweza tukapoteza mawazo ya matatizo yaliyotokea, lakini tukawa tunajenga matatizo mengine makubwa zaidi. Ushawahi kujiuliza ni jinsi gani ambapo itakapokuja kuwa tatizo pale ambapo kuna mambo yatakayokuwa yanahitaji fedha alafu zisiwepo? Unaona jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa ni mabaya zaidi. Hayo mambo yamekwisha kutokea. Najua yanauma sana. That's why mimi mwenyewe nakupa pole kila wakati. Lakini naomba univumilie nikatafute. Nisimamishe na mimi kiwanda kangu kakae vizuri. Niweze pia kukusaidia na wewe upate mtaji urudi kwenye shughuli zako za kila siku. Kumbuka wewe ndo mpenzi wangu, ndo ni mwanaume wangu mtarajiwa. Wewe una idea nzuri za kibiashara, siwezi kukubali ukae tu mtaani, yani bila biashara yoyote ile. Sitakubali Zamta. Nakupenda Zamta. Naomba tu hivi vishawishi vinavyokupitia vitupe mbali. Simama tu ukijua kwamba naye kupenda sana na pambana because of you. I'm fighting for you dear. I love you so much. Zamta nakupenda. Na naomba hivi vishawishi visije vikathubutu kukulaghai Zamta. Nakuomba sana jamani. Nivumilie mwenzako. Naamini utanisikiliza baby, si ndivyo? Niombe sana kwa sababu sina namna ya kukueleza upweke ambao mimi ninaupata ninapokuwa peke yangu. Sina namna ya kukueleza majonzi ambayo ninayoyapitia. Kiwango cha mateso ninachopitia moyoni hakifai kuelezea kwa namna yoyote. Na kama ingekuwa kuna uwezo wa kwenda kukipima mahali, nafikiri kama ni kwenye uzani, mizani ingevunjika kutokana na maumivu ninayoyapitia, majonzi ninayoyapitia, upweke. Sikia ngwambie baby, usilie bwana. Usilie, mimi niko na wewe. Naomba ujipe moyo tu. Tutaendelea kuna muda tutajoin, tutakuwa pamoja kila wakati. Nakuomba sana. Kigumi mpenzi wangu, ikiwa katika vipindi vigumu katika maisha, kuna vipindi vigumu zaidi ya kipindi hiki ninachopitia. Naomba Mungu achukue uhai wangu kabla hivi vipindi kuja tena. Ninapitia kipindi kigumu sana, nina maumivu moyoni, ninateseka vibaya mno. Na ndio maana nakwambia unavyozidi kuwa mbali na mimi nazidi kuteseka sana. Sijui nikwambie sana ya aina gani. I wish Mungu angekufungulia macho ukatazama katika moyo wangu, ukaona jinsi ambavyo ninavyoteseka. Maybe ungeweza kuchukua maamuzi mengine mapya ya kutokuniacha mpweke na kuwa karibu na mimi. Lakini kwa sababu naeleza kwa midomo hii ambayo tunazungumza wote kila siku, ndio maana nafikiri huwezi kunielewa. Lakini elewa tu kwamba nimesema kama kuna kipindi kigumu zaidi ya hiki ambacho kiko mbele yangu, ni bora Mwenyezi Mungu achukue uhai wangu nisiwepo kabisa.
kuliko kukiface kipindi kingine kigumu zaidi ya kipindi hiki ninachopitia. Kwa bahati mbaya mpenzi wangu, umeona pesa ni kitu cha maana zaidi kuliko kuwa karibu na mimi kunifariji. Basi Mungu amue, akiamua kunichukua it is better. Akiamua kuendelea kuniacha, kuendelea kuwepo huku duniani, okay, it is fine. Lakini elewa kwamba napitia majonzi makubwa sana. Makubwa mno. Kubwa sana. Kubwa. Simta, pole sana, afu nakuomba usilie. Naamini kiwango kikubwa cha kilio unachokipitia na mateso unayoyapitia, kiwango hicho ndicho cha furaha utakayopitia mbeleni. Baada ya mambo yangu na mimi kukaa vizuri, naamini utapitia kipindi kizuri sana. Kitakuwa ni kipindi kizuri na furaha kubwa sana itakuwa na wewe, pengine sawa sawa na majonzi ambayo unaopitia kipindi hiki. Na hapo ndipo ambapo utakapoamini kwamba nilikuwa sahihi kupambana, kwa sababu bila uchumi hakuna maisha. Bila uchumi hakuna maisha. Nikwambie tu, hata ya maeneo ambayo unabahatika kwenda kupumzika, kufanya refreshment, ni kwa sababu angalau kuna kauchumi kapo bado kamebaki. Ndio maana unaweza kwenda sehemu ukasema leo niende kwenye mbuga ya wanyama niangalie hapa na pale. Ukasema leo nipite kwenye zoo, nipite maeneo yenye bahari, na kadhalika na kadhalika. Ni kwa sababu angalau kuna vijipesa kidogo vipo vimebaki. Lakini naomba uniamini kwamba utakapozikosa kabisa hizo pesa na kukawa hakuna jinsi ya kuzipata tena, hapo ndipo ambapo utakuja kuona maisha ni magumu kuliko kitu chochote kile. Pesa ndio sabuni ya roho. Hata watu wakwambia na kufariji kwa namna gani na nini, lakini ukiwa hauna pesa watakuona kondoo tu baada ya muda. Watakuona wewe si kitu, mjinga fulani hivi tu. Pesa ndio kila kitu katika ulimwengu. Mimi nikwambie, jikaze kikomando baby. Ukiweza kufanikiwa kuzidhibiti hisia zako na mimi ukaendelea kuniombea nikafanikiwa katika kiwanda changu hiki, kifunguliwe na biashara zangu ziende vizuri za sabuni hizi, nataka nikwambie ipo furaha na utasahau mambo mengine yote ya nyuma. Lakini usipoweza kujikaza kikomando baby, tutaishia njiani na mambo yetu yatakuwa yameenda mrama vibaya mno. Tutakuwa tumepoteza. Na hii dunia ukipoteza ni umepoteza. Kupoteza ni kwako wewe. Mateso unayopitia ni ya kwako wewe. No one who care you. Ukose chakula ufanye nini, no one can care you more than you yourself. Naomba mimi niendelee kupambana kuhakikisha kwamba masuala ya uchumi yanakaa vizuri. Najua kwa kipindi cha majonzi. Pita taratibu mpaka hicho kipindi kipite. Lakini kikipita kisije kikawa kimezalisha tatizo lingine kubwa la uchumi uliodorora kabisa na kuanza kushindwa mpaka hata pa kulala. Kwa hiyo kipindi hicho cha majonzi kipitie, lakini mimi kama mke wako mtarajiwa, ngoja na mimi nipambane na vipindi vya uchumi. Ni nani ajuaye kesho na kesho kutwa? Hivyo vipindi vinaweza kumpitia mtu yeyote. Inawezekana kesho ni mimi. Wewe hiyo ni mara yako ya mwisho unapitia majonzi hayo, inapita hiyo. Vipi litakapokuja kugeuka upande wangu? Wewe ukawa mambo hayaeleweki. Ni nani ambaye atakayekuwa faraja yangu? Ni nani ambaye atakuwa karibu na mimi? Zimta, mpenzi wangu, naomba ujikaze kikomando. Najua inauma, lakini jikaze kikomando. Ni sitakuwa karibu na wewe sana kwa kipindi hiki. Ngoja nikaze buti, mambo yakae vizuri ili tufunge ndoa tukae pamoja muda wote. Nakupenda sana, naomba unisikilize hivyo. Msikilizaji, niliongea sana na mpenzi wangu. Nilimtia moyo. Alikuwa kwenye majonzi makubwa jamani.
because alipoteza wazazi wake tena kwa kipindi kifupi wote wawili. Msikilizaji, unaweza kama ni mtu ambaye hujawahi kukutwa na jambo la kupotelewa na mzazi, unaweza usielewe labda huu ugumu. Lakini ukijaribu hata kufanya tu imagination kwamba huyo mzazi wako uliye naye unayempenda sana, washumu sasa kwamba hayupo, na hayupo kwa sababu ya kwamba ameondoka, amefariki, unaweza ukaonja ladha ya maumivu ambayo mtu ambaye yeye hafanyi imagination ni kwamba hana hao watu kweli, jinsi ambavyo anavyopitia mateso makali sana. Nilikuwa nafahamu kabisa kwamba mpenzi wangu anapitia kipindi kigumu mno, lakini nilijaribu kumsisitiza sana na kumwambia ajikaze kikomando ili kuhakikisha kwamba mambo ya uchumi yanakuwa vizuri. Kwa sababu hata kama tukikaa tukalia pamoja, tukafanya nini, tukateseka kwa kiwango kikubwa na namna gani, lakini baada ya yote maisha mengine yanapaswa yaendelee. Tutapaswa tuishi, tutapaswa tule, tutapaswa tujenge, tutapaswa tufanye biashara. Madeni ya watu tutapaswa tulipe. Yaani kila kitu kitapaswa kiendelee kama kawaida, na tukipata watoto tunapaswa tuwapeleke shule, na mambo kila jambo linapaswa liende. So ilibidi nimbembeleze sana mpenzi wangu, nikamwambia jikaze kikomando, mimi ngoja niendelee kufight, niendelee kupambana ili mambo yakae vizuri. Nilikuwa na nia nzuri na mpenzi wangu Zimta. Nilikuwa na nia kubwa sana moyoni mwangu, lakini niliona jinsi ambavyo alivyozidi kusononeka hata pale ambapo nilipojitahidi kumtia moyo. Basi bana, kipindi kile ambapo nilipokuwa nipo sasa, ninasema niko kama likizo ya kuzungusha, ya kutoa biashara na kuuza, lakini kuzalisha na kusambaza. Lakini kiukweli ni kwamba nilikuwa niko busy sana kutengeneza mazingira makubwa zaidi, kuhakikisha kwamba naongeza majiko yangu yale, maeneo ya kuchemshia vitu vyangu vile yote yale, kuhakikisha kwamba nikifunguliwa natengeneza bidhaa zangu za sabuni kwa kiwango kikubwa zaidi na zaidi na zaidi. So nikajikuta niko busy tena, naingia kwenye ubize. Afu mpenzi wangu Zimta bado na yeye yuko kwenye kipindi chake ambapo anapitia wakati mgumu sana wa majonzi ya kupoteza wazazi. Sikuweza kuwa karibu na yeye kumfariji kwa sababu nilikuwa niko busy na harakati. Msikilizaji, ilikaa ile miezi mitatu ikaisha kabla sija kwenda kufungua biashara yangu kwa mara nyingine. Nilienda pia kuonana tena na mpenzi wangu. Msikilizaji, hapo hata ule utamu tulikuwa tupeani tena. Nilikuwa niko busy kupita maelezo, na yeye mwenyewe alikuwa ananiambia kwamba kwa jinsi ambavyo ana majonzi hata babu hasimami kabisa. Yaani hata jogoo mwenyewe anashindwa kuwika kutokana na majonzi makubwa ambayo anayopitia. Nilimuelewa katika hali hiyo, lakini niliona pia ni shukrani kwa upande mwingine, kwa sababu hata mimi nilikuwa niko busy sana. So kitu ambacho kama ingetokea kwamba mimi akawa yeye anahitaji seksi, alafu mimi sina uwezo wa kumpa, maana yake ni angeteseka zaidi, na mimi pia ningeona ananisumbua kwa kunihitaji. Kwa hiyo nilikuwa niko busy. Nilipofika kwake tukaongea, akaniambia mimi bana, kusema kweli nilikuwa sihitaji sana seksi. Mimi nilikuwa nahitaji sana tuwe pamoja. Sihitaji tukutane kimwili, lakini nahitaji tuwe karibu. Unapokuwa karibu tukiongea kama hivi, kiukweli nafarijika, napata ahueni kubwa sana. Nilimtazama Zimta mpenzi wangu, nikamwambia Zimta, mimi ndio Kigumi. Mimi ndio Kigumi, mtoto wa Mzee Kona, ninayekupenda sana. Najua unatamani tungekuwa tuko karibu, lakini nimekuja kukuambia kwamba kuanzia kesho kazi sasa zinaanza upya. So I will be more busy than before. Takuwa busy sana. Takuwa busy sana kuliko awali, lakini naomba univumilie. Mpenzi wangu alinitazama akadondosha chozi. Nilipeleka mkono wangu nikamfuta, nikambembeleza, akanyamaza. Tuliongea kidogo pale huku akiendelea kuonyesha majonzi makubwa sana. Na hatimaye mimi nilinyanyuka, nikamwaga, nikaenda na hapo sasa rasmi kwa ajili ya kujiandaa na kazi kwa ajili ya kesho. Kesho ilipofika, harakati sasa zilikuwa ni kali sana kule kiwandani kwangu. Nilikuwa nimeongeza pia watumishi wa kufanya kazi pale, wafanya kazi. Nikawa sasa pale ninafanya kazi na watu wapatao 8. Tukiwa tunazalisha kwa kasi kubwa sana kuhakikisha kwamba tuweze kwenda mbali. Ubize ulinizidi. Nilishindwa kabisa hata muda wa kuongea na simu.
sio kwa upande tu wa yeye mpenzi wangu, lakini kwa mtu yeyote yule nilishindwa kuwa naye karibu. Sasa nilipiga ile kazi kwa ubize sana kwa muda kama wa miezi 8. Hapo ikiwa ninatuma message moja kwa bahati labda baada ya miezi 2 au 3. Na yeye mwenyewe kwa sababu alikuwa ananitumia message, alifikia kipindi naye mwenyewe akaacha hatumi message tena kwa sababu anajua kabisa atakituma sitamjibu. Sasa miezi 7 iliisha. Pale sasa mambo yangu yalikuwa yameenda vizuri. Nikaweka mtu ambaye anakuwa yuko chini yangu ili aweze kupambana kusimama kwenye kazi ambazo alizokuwa nasimama, alafu mimi hapo nikiwa sasa na kaba kila kona. Yaani napata muda wa kukagua huku na kagua kwenye usambazaji na kagua kila sehemu. Kwa hiyo yeye ndo awe mfanyakazi mkubwa wa uzalishaji pale na kuhakikisha sabuni zinasambazwa kila mahali, lakini mimi nikiwa nakagua ufanisi. Kufikia pale sasa nilijikuta nikiwa ninapata kichance kidogo hivi cha kuwa karibu na mpenzi wangu Zimta. Kwa sababu ninaingia kazini muda fulani, ninatoka ninaenda hivi kama hivyo. Nilitoka na kwenda nyumbani kwa mpenzi wangu. Nilipofika pale nilikuta mdada ambaye alikuwa ni mzuri tu, alikuwa anaanika nguo pale nje. Nilipata mshtuko kidogo, lakini ilibidi nimuulize, "Je, nimemkuta Zimta?" Akaniambia Zimta yupo katulia ndani. Sikuwa na shida, niliona ngoja tu niingie japokuwa kama moyo kalikuwa kashaanza kugonga na kunipa taarifa ambayo haikuwa nzuri sana. Nilianza kuhisi vibaya. Niliingia ndani. Nikamkuta kweli Zimta. Nikamueleza niambie. Alikuwa amejilaza kwenye sofa, amepandisha mguu wake juu hivi. Nikamwambia niambie mpenzi, nimepambana kuhakikisha kwamba napata chochote kitu ili niweze kukusaidia uweze kurudi mjini na biashara zako ziweze kuendelea. Hatimaye naona kama sasa hivi mfuko wangu umejaa, naweza nikakusaidia. Mapambano yangu yalikuwa si bure. Nimekuja mpenzi wangu. Naomba sasa tuanze sasa kuingia kwenye harakati moja kwa moja mimi na wewe. Niliongea maneno yale Zimta akanitazama. Alinitazama hivi kisha karudisha macho yake upande wa sofa ambapo alilokuwa amelalia. Akatazama kidogo upande wa mlangoni kule, akatazama akamwona yule mwanamke akiwa nje bado anaendelea kuanika nguo. Alianza kuongea kwa kuguna, akaniambia, "Kigumi, nilikueleza sana kwamba mimi napitia kipindi kigumu. Nikakueleza pia kwamba napata vishawishi vingi sana kwa kuwa mpweke. Kwa hiyo ninapokuta mtu anasogea karibu na mimi, natamani kuwa naye zaidi na zaidi. Nilikueleza hivyo, lakini hukujali sana, ukaniambia uko busy sana kutafuta fedha. Nikwambie tu kwamba nilishindwa kuvumilia kukaa kiupweke. Kwa hivyo nikampata mtu ambaye sasa hivi ananiita mpenzi. Ndio yule ambaye ananika nguo pale. Sijui nilitumia kigezo gani kumpenda, lakini kitu kikubwa ambacho alichonisaidia sana na kujikuta niko naye ni pindi ambapo nilipokuwa na majonzi makubwa, alikuwa anakuja na kuwa karibu na mimi na kunipigisha story huku akiniliwaza kwa maneno mbalimbali. Kitendo hicho kilinifanya nikawa niko karibu naye sana. Sasa hivi tunaitana wapenzi na of course analala hapa na kuamkia hapa. Huo ndio ukweli. Sijajua kama nitakuwa nimekuumiza au vipi, lakini unaweza ukaelewa ni jinsi gani ambavyo ulivyo nisababishia matatizo ya kuwa na mtu mwingine ile hali nilikuwa bado nakupenda. Wewe hivi Zimta, unajisikia unavyoniongea kweli mpenzi wangu? Unataka kuniambia kwamba kwa hiyo umenitoa kwenye moyo wako, sasa hivi umemweka mtu mwingine? Mimi nilikuwa napambana kwa ajili yako. Sasa hivi unaniambia kwamba una mtu mwingine kweli? Nazungumza hivyo sasa hivi kiurahisi tu. Lakini nikwambia kama asingekuwa huyo mwanamke hapo nje, huenda hata leo usingenikuta, ningekuwa nimejiua. Nilikuwa nimefikia kipindi ambapo natamani kujidhuru ni siwepo duniani.
Lakini mwanamke unayemwona hapo nje ndiye ambaye alinisaidia kwa kuwa karibu na mimi. Akaniliwaza na kunitia moyo, nikajikuta sasa ule upweke unaniishia kwa jinsi ambavyo unavyokuwa karibu na mimi kila wakati. Kwa hivyo nilimuona ni mtu wa maana kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa yuko karibu na mimi, lakini nilishindwa kabisa kujilinda nikisema kwamba wewe upo, kwa sababu ni ukweli ni kwamba ulikuwa upo kwa maneno, lakini kwa matendo haukuwa karibu na mimi kabisa. Nitakuwa mwongo nikisema kwamba sikupendi Kigumi. Nitakuwa mwongo kabisa. Lakini nafasi yako, mwenzako alikuja na kuikaba vizuri sana na kuwa karibu na mimi sana kipindi ambapo nilipokuwa na majonzi makubwa sana. Wakati huo ukiwa uko busy sana. Sasa sijui tunafanyaje, kwa sababu ni ukweli nakupenda, lakini siwezi kumtosa tena mwanamke ambaye niko naye aliyesimama na mimi katika kipindi kigumu sana. Ninafikiri ukaendelee kutafuta fedha, na mimi niendelee kuwa na huyu mwanamke ambaye anaweza kanifariji nyakati zote. Lakini uelewe nakupenda sana. Msikilizaji alivyoongea vile, Zimta, moyo wangu nilisikia kama unazidi kupasuka. Nilitoka mahali nilipokuwa, sofa nilipokalia, nikasogea mpaka kwenye sofa lile na kukaa pembeni yake huku nikiwa namgusa. Huwezi amini, alinyanyuka kwa haraka sana akaniambia nisikilize. Sio kaniletea matatizo. Sitaki kumuumiza mwanamke ambaye hakutaka mimi niumie. Siko tayari kabisa, na hata hivyo amekuruhusu kuingia hapa kwa sababu pengine hafahamu sana kuhusu mahusiano yangu mimi na wewe. Anajua kwamba labda ni mtu ambaye ni moja ya watu ambao wanakuja kupiga story hapa ili kuniliwaza. Kwa sababu mwenzako huyo alinitafutia mpaka marafiki wengine wa kike wakawa wanakuja hapa kunipigisha story sana, ili mradi tu mimi nisahau matatizo yangu wakati huo ukiwa uko mbali. Sasa huyu anaweza kahisi kwamba wewe ni moja ya watu ambao tunapiga tu story. Kama angekuwa anajua kuhusu mahusiano yangu mimi na wewe, huenda asingekuruhusu kabisa kuingia hapa ndani. So hebu naomba ukae mbali. Naomba ukae mbali. Msikilizaji, Zimta alinyanyuka pale na kwenda kukaa katika sofa nyingine na kuniacha nikiwa upande wa pili. Niliumia sana jamani. Nilianza kulia pale, nikamwambia Zimta, naomba usinichezee. Unaniambia kwamba unanipenda, alafu wakati huo unanikataa. Akaniambia sikukatai, lakini naogopa kumtesa mtu mwingine ambaye alisimama na mimi wakati mbaya. Wakati ambapo nina majonzi sana, aliyesimama na mimi na hakutaka nipate majonzi, siko tayari kumpa majonzi hata kidogo. Sijui tutafanyaje, lakini nenda ukafikiri kama unafikiri kuna jambo ambalo tunaweza tukafanya. Sijui utakuja na wazo gani, lakini niko na mwanamke ninayempenda sasa hivi. Sijasema lakini pia sikupendi, lakini kuna mwanamke ambaye anayejua kujali wakati ambapo mimi ninahitaji mtu wa karibu. Yeye ameamua kuwa karibu na mimi. Siwezi kumwacha, huo ndio ukweli. Lakini kama utakuja na wazo lingine ambalo unaweza ukasema tunaweza tukaishi nalo, lakini lisihusiane na kumwacha, basi nenda kafikiri, lakini utaniambia. Ni hayo tu. Msikilizaji, moyo wangu uliumia sana kwa sababu fighting zangu zote zile, mapambano ya kule kazini kwenye kwenda changu, nilikuwa nayafanya kwa ajili ya Zimta. Lakini Zimta ameshindwa kuvumilia kipindi ambapo mimi nilikuwa napambana kwa ajili yake tena, ili niweze kumpatia mtaji aweze kurudi katika biashara zake na hatimaye tuje tufunge ndoa. Lakini Zimta ameshindwa kuvumilia. Amenifukuza tu, yani sio kunifukuza vipi, lakini ananiambia kwamba niweze kwenda. Nikafikiri kwamba tunafanyaje. Nilikuwa kwenye wakati mgumu, nilikaa kwenye wakati mgumu sana moyoni mwangu, nilikuwa ninaumia sana. Wakati naendelea kuwaza pale, yule dada sasa naye akaingia pale. Yule dada alipoingia pale akasema, kulikoni? Unalia kwa nini? Msikilizaji, Zimta alitoa simulizi yote kuhusiana na maisha yangu mimi na yeye. Yule dada alibaki akiwa ananitazama tu. Baada ya muda akaniambia, dada, niseme tu kwamba na mimi nilimpenda sana huyu kaka japo alikuwa na matatizo. Lakini mwanaume yeyote yule anahitaji faraja anapokuwa kwenye majonzi. Kitu kikubwa ambacho mwanaume anakihitaji kutoka kwa mwanamke wala sio pesa wala nini. Anahitaji tu ule ukaribu, kufanywa aweze kujiliwaza karibu na yeye. Mwanaume anahitaji kubembelezwa, kuonyeshwa furaha ya kila namna. Nilipoona hivyo, nikamwona jinsi ambavyo alikuwa ni na majonzi makubwa. Niliamua kuwa karibu na yeye. Nilijikuta na mimi mwenyewe nikimpenda. Na yeye mwenyewe nimejikuta ameshangaa ananipenda. Na sasa hivi tuko kwenye mahusiano. Ni kama hivyo unavyoniona niko hapa.
Naheshimu sana mahusiano yenu ya awali kwamba mlikuwa pamoja. Lakini ninashangaa sana kwamba kipindi kile ambapo alikuwa na majonzi makubwa sana, kupotelewa na wazazi na mali na mambo kama yale, ilikuwaje wewe ukawa mbali na yeye? Kipindi ambapo ndipo alikuwa anakuhitaji zaidi. Bana, labda mimi naweza nikakwambia tu shoga yangu. Labda bahati haikuwa yako au bahati ilikuwa ni ya kwako ukaamua kuipoteza makusudi. Kwa sasa hivi bana, naomba tu ibaki historia kwamba ulikuwa naye. Mimi kwa sasa hivi niko na yeye. Tunaendelea kufurahiana katika maisha. Naomba tu utoke hapa. Usije ukaanza kuleta misongo mingine hapa ndani. Msikilizaji, kufikia pale mimi nilijikuta kwamba sina namna yoyote ya kufanya zaidi ya kutoka pale. Nilitoka pale mwili ukiwa umelowa kama nimemwagiwa maji. Nilikuwa najisikia kufa, naona dunia inazunguka. Mtu ndiye kwa na fight kwa ajili yake. Napambana kwa ajili yake, na fedha wakati huo ninayo kwa ajili ya kumsaidia aweze kurudi kwenye biashara. Ndiye huyu ambaye ameamua kunitelekeza na kuondoka, yani amechukua mtu mwingine. Ameniacha mimi peke yangu. Msikilizaji, niliingia sasa kwenye kipindi na mimi cha kukata tamaa sana. Nilijiuliza kwamba sasa furaha yangu iko wapi kama mtu ambaye niliyekuwa napambana kwa ajili yake ndio huyo. Niliumia sana. Mpaka hapa nilipo naishi katika mazingira ambayo sijui, yani sioni umuhimu sana wa maisha. Yani kama msikilizaji kuna wazo ambalo unaweza ukanipa likanisaidia niweze kumpata tena Zimta mpenzi wangu, kiukweli nitafurahi sana, kwa sababu mimi niko kwenye kipindi cha kunyongonyea. Yani sioni umuhimu wa kuendelea na maisha. Ikiwa msikilizaji unaweza ukaona kuna umuhimu, kuna jambo ambalo unaweza ukanishauri, please naomba unishauri, mimi niko kwa ajili hiyo. Mpenzi wangu yuko na mpenzi wake, na tena katika hali ambayo inaonekana kama mimi ndio nilikuwa mzembe eti, lakini ukweli ni kwamba mimi nilikuwa napambana kwa ajili ya yeye. Nilikuwa napambana ili aweze kupata chochote kitu, arudi kwenye biashara zake, lakini ameshindwa kunivumilia. Na sasa ana mtu mwingine, lakini mimi bado nampenda. Lakini Zimta ameniambia bado ananipenda pia vile vile. Nitafanya nini ili niweze kurudi tena? Tuweze kurudiana na mpenzi wangu Zimta. Basi nategemea kwamba unaweza ukanisaidia, msikilizaji. Natumai kupata majibu kutoka kwako. Mungu akubariki sana. Naomba ushauri wako. Amen.